السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akitupa taufik, siku ya leo mada yetu ni mada muhimu sana ambayo iko katika nyoyo za watu wengi na nasumbua fikra za wengi wetu. Kwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ataitilia baraka ya kuweza kufahamika vilivyo, na pia atuwezeshe kutumia yale ambayo tutajifunza kutoka hii mada yetu ya leo, tufanye maisha yetu ya bora zaidi siku ya leo kuliko vile yalivyokuwa siku ya jana, na Mwenyezi Mungu atupe mwelekeo unaofaa ili kesho pia iwe bora kuliko vile jana na leo ilivyo. Hakika mioyo ya binadamu mara kwa mara huwa ikiloa katika bahari za masikitiko. Mioyo ya mwanadamu mara kwa mara huwa ikiloa katika bahari ya kicho. Mioyo ya mwanadamu mara kwa mara huwa inaloa katika bahari ya kukata tamaa. Mara kwa mara mioyo ya mwanadamu inaingia katika bahari ya giza la matatizo ya kiulimwengu, na wale ambao pengine imani zao ni dhaifu, kama matatizo yamewasonga zaidi, the only option ambayo wanayo huwa ni give up. Na kama inavyosemekana, mtu yoyote ambaye ana tabia ya kuchoka na matatizo ya kilimwengu, basi mwanadamu kama huyo huwa hafiki mbali katika maisha yake, kwa sababu matatizo ya kilimwengu, matatizo ya dunia, matatizo ya maisha ni sunna kwetu sisi Waislamu. Kwani mbali na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mitume yote iliyomtangulia hawakuwa na maisha rahisi. Kila mmoja wao alikuwa na mtihani mkubwa sana, na kule kuvumilia na kupitia ule mtihani ndio maana walipandishwa daraja ambazo walizopandishwa. Ndugu zangu, mtu yoyote ambaye hataki kujifunga vilivyo ili kusudi ayabadilishe matatizo yake kuwa suluhisho la maisha yake, basi mara nyingi huwa anakwama katika kila lengo lake. Kwa sababu hakika kuwa na lengo si tatizo kubwa. Tatizo kubwa ni kuhakikisha kwamba lile lengo lako umelifuata mpaka umelitimiza na umepata matunda kutokamana na lengo kama hilo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, baada ya billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hakika mwanadamu katika maendeleo yake na ukuaji wake, na akiangalia mwisho wake, kila anachokifanya huwa kimefungamana na matatizo. Lakini wale ambao watakuwa kila siku ni wenye kufanya mema na kutegemea haki na kuwa na subra, basi kila jambo kwao linafanikiwa na kila jambo kwao linakuwa ni jepesi. Kwa hivyo njia ambazo yatakana tufuate sisi kama Waislamu ili kuhakikisha kwamba matatizo yanapotufika haituangushi chini, na kama yatatuangusha chini basi yatakuwa yanatuangusha tukiangalia juu, kwani yoyote anayeangalia juu anapata nguvu za kutoka chini na kurudi juu. Lakini mtu yoyote anaanguka chini alafu akaangalia chini, basi ana
baki mtu ambaye aliyeduni, na wallahi mara nyingi huwa anateseka hapa duniani na kesho akhira anayekuwa mbali na hawezi kuingia peponi kwa sababu amefeli katika mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni lazima tuwe na mtizamo ambao utakuwa ni wenye nguvu, wenye msukumo na mwenye kutuelekeza kule ambapo tunaweza kufika hata kama matatizo yamekuwa mengi ya aina gani. Kwa hivyo la kwanza ni lazima tuamini zile tee tatu ambazo tunazungumza kila siku. Yani hii inaitwa kisaikolojia divine intervention, kwamba tuangalie tee ya takwa, tuangalie tee ya tawakkul, alafu tuangalie tee ya mwisho ya taufik, kwamba kila jambo unalolifanya hatima yake lazima limtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Pindi ukichukua kazi ya Mwenyezi Mungu ukajipa wewe, pindi ukichukua amri ya Mwenyezi Mungu ukaifanya wewe, pindi ukichukua mwelekeo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ukawa umemiliki wewe, basi mbele yako kunakuwa na giza ambalo halikupi mwanya wa kuona yale ambayo yatakufaidisha katika maisha yako. Kwa hivyo tuwe na divine respect, yani tunakuwa na hali ya kwamba tunaamini kwamba lolote lile ambalo litatokea katika maisha yetu litategemea Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika kuna jambo lingine ambalo kwetu sisi Waislamu ni sunna kubwa sana, japokuwa saikolojia ya kimagharibi imegundua leo kwamba mtu kufaulu lazima awe na fikra kama hii, na hii ni fikra ya optimism. Sisi Waislamu tunaambiwa wakati tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wakati tunaomba dua mbele Allah subhanahu wa ta'ala, tusiwe na shaka kwamba Allah atazikubali zile ibada zetu na atakubali dua zetu. Na hiyo ndio concept ya optimism, kwamba kila unachokifanya usijishuku na ukajiambia kwamba labda hakitakuwa. Moja ya katika maadui wa maendeleo ya mwanadamu ni kuwa na doubt katika kila unalolifanya, kwa sababu the doubt drains you, inakupokonya energy ya kuendelea kufanya lile unalolifanya. Lakini kwa mfano ukiwa umeanza sunna ya kufunga Jumatatu na Alhamisi na ukawa na imani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakubali ile funga yako, na kwa sababu ya funga yako Mwenyezi Mungu atakufungulia makazi yako na maisha yako, basi kuendelea kufunga inakuwa ni rahisi. Lakini ikiwa utakuwa na shaka labda kwamba lile jambo unalolifanya, ile ibada unayofanya haitaleta natija katika maisha yako, basi inakuwa rahisi kugive up. Na kugive up hiyo ni kinyume na maamrisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye angegive up, sidhani kama wewe na mimi tungekuwa Waislamu wakati huu wetu sisi. Kwa sababu ukiangalia historia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ile mitihani aliyopitia ni mingi sana, lakini kila mtihani aliyopitia ulimfanya awe na nguvu zaidi ya kusukuma Uislamu ili usonge mbele. Kwa hivyo tawakkul ama yaqin ama optimism ni principle muhimu sana katika maisha ya Muislamu. Ili usiweze kuvunjika moyo, lazima uamini kwamba kila unachokifanya kinakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, ikiwa umeanza tabia ya kuamka usiku kwa tahajjud, alafu moyo wako ukawa unashaka labda Mwenyezi Mungu hatopokea ile swala yako, basi kuendelea na ile tahajjud inakuwa ni vigumu. Lakini ikiwa umeanza tabia ya kuamka usiku na kuswali tahajjud, ukawa na imani kwamba ile tahajjud itakuwa inakutengezea maisha yako na inarekebisha yale mambo yako na inakusaidia kusamehewa dhambi zako, basi zile nguvu ya kuiswali ile swala inakuwa ni kubwa zaidi kuliko yule ambaye anajishuku. Katika maisha kila siku ni matusi makubwa sana kwamba mwanadamu atajikompea na mwanadamu mwingine, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kila mmoja wetu na barnamiji ya maisha yake. Yako na yangu hayafanani, yako na ndugu yako hayafanani, yako na mzazi wako hayafanani, yako na jirani yako hayafanani. Kwa hivyo ukiwa mtu ambaye wafanya comparison za maisha, yani unaangalia maisha ya watu wengine alafu unayatumia kujudge maisha yako,
hiyo inakuwa sababu moja ya wewe kuwa na uzito wa kujiendeleza, kwa sababu kila anaendelea katika maisha yake katika nyanja zote, maendeleo ya kielimu, maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya uchaji Mungu na kadhalika, kuna mmoja ambaye ni bora zaidi kuliko wewe, kuna mwingine bora zaidi kuliko wewe. Kwa hivyo ikiwa utaanza desturi ya kujikompea na wale watu wengine, basi unakuta tabu inakupata katika kuendeleza jambo kama lile. Alafu ni muhimu kwamba kila wakati uwe mtu ambaye unachukua, yani maishani unapoishi una pause na unajiuliza kwamba kile unachokifanya, je, unakifanya kisawasawa? Je, unafuata sharia ambayo imefungamana na ile ibada unayoifanya? Je, unatimiza yale masharti yaliyowekwa kutekeleza ibada kama ile? Je, unafuata sirati ambayo ndio inayopangwa ili kusudi kufikia lile lengo lako? Ukiwa mtu ambaye uko very thoughtful, yani haufanyi vitu in a casual way, mara nyingi kile unachokifanya unakifanya with seriousness, yani na ukamilifu unaohitajika, basi kusonga mbele inakuwa ni rahisi. Mwanadamu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni muhimu sana kwamba uwe ni mtu ambaye unatafuta elimu ili kusudi ibada zako ziwe unazifanya kwa kuzielewa, kwa kuzifahamu, kwa kuzijua, sio kwa kuigiza watu blindly. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake neno ikra amelitilia nguvu sana kwetu sisi, ili kusudi tuwe tutakuwa hatuna option, hatuna choice, wala sikuchagua kwa Muislamu kuwa atasoma. Kwa Muislamu talabul ilmi faridhu ala kulli muslim wa muslima. Lengo la kufanya elimu iwe faradhi kwa Muislamu ni kwamba kila unachokifanya ili utaweza kukijua kiundani, hautakuwa unajaribu. Mtu yoyote anayefanya jambo kwa kulijua, akilifanya atalifanya vizuri. Hata ukifanya biashara ambayo waijua, kwa mfano wewe umesomea udaktari alafu ukafungua hospitali yako utaisimamia vizuri kwa sababu wewe mwenyewe daktari. Ikiwa wewe ni mwalimu alafu ukaanza shule, kumaanisha kwamba shule ile utaisimamia vizuri kwa sababu wewe mwenyewe ni mwalimu. Ikiwa wewe umesoma business management alafu ukaanza biashara, kila unachokisoma alafu ukakitumia kama kianzilishi cha kuendeleza maisha yako, yale unayosoma inakuwa rahisi kuelekeza yale maisha yako utayafikia wapi. Na kila mwanadamu pale anapoishi, haimaanishi umri uliopo wakati ule, haimaanishi kiwango cha elimu ulichonacho. Kila mwanadamu pale alipofika kuna uwezekano wa kuwa mwanadamu bora kuliko vile alivyo. Mwanadamu hakamilishi binadamu wake mpaka afe. Mwanadamu hamalizi ujuzi wake, uwezo wake mpaka afe. Ndio watu wengine wanasema katika sociolojia, live full and die empty. Ishi ukimaliza kila ujuzi ulioipawa, ili ukifa umetekeleza kila ulichofaa kutekeleza katika maisha yako. Never lose interest, kwa sababu kila siku ukifanya jambo na ukilipenda lile unalolifanya, kulifanya inakuwa ni rahisi. Lakini ukifanya jambo alafu ukawa unalifanya tu kwa sababu labda mtu mwingine anakusukuma ulifanye, ama kwa sababu wengine wanafanya na wewe unataka kuigiza kulifanya, basi kulifanya kwa dhati inakuwa ni tatizo. Kila unaloamua kufanya, hakikisha kwanza umelipenda alafu ulifanye. Mtu yoyote ambaye ana mapenzi makubwa na Qur'an, kusoma Qur'an ni starehe kwake. Mtu yote ambaye ana mapenzi makubwa na kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati, swala inakuwa ni starehe kwake. Mtu yote ambaye anapenda kuweka smile katika nyuso za watu wengine, sadaka na charity kwake inakuwa ni desturi na inakuwa ni hobi, kwa sababu anafurahia anapoona watu wengine wakifurahi. Lakini ukifanya kinyume hivyo inakuwa ni mzigo na utaweza kuwa hautafikia. Be tactful, kwa sababu kila kitu chataka kufanywa kwa mipangilio. Ukikosa kupanga katika maisha, yale unayoyapanga ni rahisi kuharibika. Hakikisha hata kama hauna meli ya kusafiri katika bahari ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, tumia kihori. Ikiwa lift ya kwenda katika floor ya 20 ili kusudi upate khair imeharibika, usisimame, unaweza kutumia stairs kupanda, kwa sababu kila siku hata kama lift imeharibika, stairs are permanently there. Kwamba usitumie excuse yoyote kutofikia lile lengo lako la maisha, kwa sababu mwanadamu yoyote
anayetumia masingizio ya kutokuwa mtu ambaye anafaa kuwa hawezi kufikiria lile lengo lake. Kumbuka, moyo uliowazi, akili iliyowazi, ni rahisi sana kuingizwa elimu na kuingizwa takwa na wewe kusonga mbele vile unavyotaka. Ikiwa umeifunga chupa yako, hata kama mtu anataka kugawia maji haiwezekani kwa sababu chupa yako imefungwa. Lakini ukiacha chupa yako wazi, basi mtu anaweza kumiminia maziwa, anaweza kumiminia asali, anaweza kumiminia kitu chochote ambacho kingekufaidisha. Na ukiwa with an open mind, an open heart, kusoma, kujua na kuendelea inakuwa ni kitu rahisi. Ni lazima kujielewa, usingoje watu kukueleza yale ambayo unafaa kuelewa. Ikiwa wewe ni mtu ambaye unachukua hatua ya kuelewa chochote unachotaka kuelewa, basi inakuwa rahisi kuendelea mbele na kufanikiwa katika maisha yako. Hakikisha kwamba kila siku umefurahia yale machache ambayo umeyafikia katika maisha yako hivi leo, kwa sababu ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ukifurahia machache atakupatia mingi. Ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba maisha yanataka step by step, inaitwa the law of the ladder, kwamba ukipanda daraja baada ya daraja, mwisho utafika daraja ya hali ya juu na utafanikiwa katika maisha yako. Lakini usikose pia kuwa na ukweli, kwa sababu maisha yanaitwa maisha kwa sababu inahitaji kustruggle. Mfano ndugu zangu ni kupanda mbegu ya mahindi kwenye ardhi. Wewe kwa fikra yako unafikiri ile mbegu umeipanda tu na itamea automatically, lakini haujui how much the seed struggles to germinate. Lakini wewe hujui tu, unaiona tu imeshapasua ardhi na imetoka. Na kila mbegu ikichelewa kutoka katika ardhi, mti wake unakuwa na thamani zaidi. Kila mbegu ikichukua muda mrefu kumea, mti wake unakuwa na thamani zaidi. Mnazi thamani yake haifananishwi na muhindi ule unaupanda wiki 3, wiki 4, wiki 5 unavuna, haifanani na hivyo. Mnazi unachukua muda mrefu sana kuchomoza, lakini ukichomoza, ukikua, matunda yakishapatikana, umri wako utakula nazi mpaka wajukuu zako watakula nazi. Lakini mahindi ukisha kuyatumia mara moja unakata, lazima upande mengine. Na wewe katika maisha yako, kila kile unachokitaka kikiwa kigumu, kikiwa kizito, ikiwa ni lazima utumie nguvu nyingi, basi kinakufanya uwe mtu bora zaidi kuliko vile ulivyo. Nchi ya Uchina kuna mti unaitwa bamboo tree. Bamboo tree mbegu yake inachukua miaka 4 kuchomoza kutoka, lakini baada ya miaka 4 ikichomoza, kukua kwake mpaka kukupatia tunda kunachukua miezi 6. Lakini lazima kwanza usubiri kwa miaka 4 kabla ile mbegu yake haijachomoza, uweke maji, uweke fertilizer na kadhalika. Kwa hivyo ikiwa uko katika juhudi ya kutaka kufanikiwa katika maisha yako na matokeo yanachukua muda kutokeza ama kukua, haimaanishi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekusahau, haimaanishi kwamba haitakuwa na wala hutafurahia. Inamaanisha kwamba kile unachokitaka ni kitu cha thamani na kitachukua muda ili kupate kukua, na baadaye utakifurahia katika maisha yako yote. Kwa sababu ya wakati, ndugu zangu, ni muhimu sana sisi tuwe watu ambao ni wajasiri. Wanasema Muislamu aliyemjasiri ni bora kuliko Muislamu aliyemwoga. Na ndio maana katika sharti za jihadi, Muislamu hafai kukimbia vita na Muislamu hafai kukimbia matatizo. Ikiwa matatizo yamekufika, basi ujue pale penye wimbi ndio penye mlango. Hakika ndugu zangu, nyota hung'ara zaidi pakiwa na giza kali. Ikiwa hamna giza, nyota huwezi kuziona na wala hazing'ari. Kwa hivyo ikiwa maisha yako yamekuwa ni wimbi ama ni wingu lenye giza, jua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yukaribia kukupa matunda mema katika maisha yetu. Wengi wetu huvunjika moyo baada ya kukaa kwa muda fulani na juhudi zetu, umeomba Mungu hajakujibu miezi 6 iliyopita, unasoma huelewi, unafanya ibada hazikupi raha katika nafsi yako, unajaribu kila kizuri, bado unaona maisha yako hayanyoki, and then you give up. Wewe hujui kwamba ile siku ulio give up ndio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ilikuwa ataka kukuneemesha. Bwana mmoja
chukua savings zake za retirement, akanunua ardhi akiamini kwamba ina dhahabu. Kwa hivyo akaanza biashara ya kuchumbua dhahabu. Akafanya miezi 6, akapata chembe chembe, akaingiwa na imani kwamba kweli hapa kuna dhahabu, lakini kila akichimba hapati kitu, kila akichimba hapati kitu. Akaamua sasa hapa yaonekana hamna dhahabu, kwa hivyo nifanye nini? Anamuuzia mtu mwingine, anaenda kuanza biashara nyingine. Baada ya mwezi 2-3, yule aliyemuuzia sasa anapata dhahabu. Yeye aligive up wakati karibu ile dhahabu itajitokeza. Na mimi na wewe tuna give up wakati ambapo Allah karibu atatupatia zile neema, lakini unasema nimejaribu muda mrefu sana, nimefanya kazi muda mrefu sana, nimesoma sana, nimeomba dua sana, nimeswali sana, nothing is happening in my life. Kwa hivyo I'm going to give up. The day you give up ndio siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anafungua milango yako. Innamal usri yusra. Every hardship, kila zito, kila penye giza, hapo ndio mwangaza unajitokeza. Unapotizama trend ya usiku unakuwa giza tororo, yani giza kumaanisha giza karibu na alfajiri. Saa za mapema baada al-isha kuna giza, lakini si giza ambalo unaweza kulita. Hata saa 6 za usiku si giza. Giza ni saa 9 za usiku, saa 8 za usiku, saa 10 za usiku. Ikikaribia mwangaza kutoka ndio jua, lakini bila ya kuagiza thamani ya jua haiwezi kuonekana. Tunathamini jua leo kwa sababu ya giza. Ukiondoa giza, jua halina thamani. Tunathamini mwezi leo kwa sababu ya giza. Tukiondoa giza, mwezi hauna thamani. Tunathamini waliosoma kwa sababu kuna watu wengine ni wajinga, ndio maana tunawathamini. Tunathamini wenye senti kwa sababu kuna wengine maskini. Without the opposite, ile nyingine inakuwa haina thamani. Na bila ya maisha kuwa na shida, success loses meaning. Yani ikiwa hautopitia mitihani waliopitia watu wakubwa, basi kufaulu kwako huwa hamna maana. Ni lazima upitie wala al-akhiratu khairun laka min al-ula. Lazima utazingatia kwamba yale ya kesho yatakuwa bora kuliko yale ya jana. Ndugu zangu, ni lazima tutakuwa ni wenye kukubali ile mitihani Allah subhanahu wa ta'ala aliyotupa, kwa sababu katika maisha unapokubali kitu unakirahisisha, lakini ukikataa kinakupiga vita. Ukijikubali kwamba wewe ni mjinga, wallahi kusoma vitabu itakuwa rahisi sana, kwa sababu unataka kuondoa ule ujinga. Ukikubali kwamba wewe maskini, kufanya bidii ili uwe tajiri inakuwa rahisi. Ukikubali kwamba wewe ufanye ibada za kutosha, kufanya ibada za kutosha inakuwa ni rahisi. Ukikubali kwamba wewe usome Qur'an, kusoma Qur'an mchana na usiku inakuwa ni rahisi. Ukijikubali, mengine yote yanakuwa ni mepesi. Ndugu zangu, ni lazima tushikamane na kamba ya imani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema consistency is better than intensity. Yani kule kidogo unapofanya kila siku inakuwa bora zaidi kuliko unayofanya mengi siku moja. Ikiwa utaswali rakaa 2 kila siku, ni bora kuliko swali rakaa 20 kwa siku moja. Kwamba ile consistency ndio inajenga tabia ya mwanadamu. Habit formation, yani tabia nzuri inajengwa kwa rudia yale mazuri, na mwisho inakuwa tabia zako. Ndugu zangu, ni rahisi kujenga tabia mbaya, lakini ni shida kuishi na tabia mbaya. Ni shida kujenga tabia nzuri, lakini ni rahisi kuishi na tabia nzuri. Ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, be objectively kila siku. Endesha maisha yako kwa malengo, be purposefully. If you live casually, you become a casualty. Ukiishi maisha ya kawaida, basi huwezi pata faida kwa sababu maisha yako ni kawaida. Lakini ukiisha exceptional life, kama wewe unajua mimi nimeletwa katika huu ulimwengu nibadilishe maisha yangu na maisha ya wengine, yani you stop being selfish. It's not just about you. Si wewe tu utajirike, si wewe tu uwe mchaji Mungu, si wewe tu ufanikiwe. Kuna wengine wengi watakuhitaji wewe ili maisha yao yawe bora zaidi katika siku zijazo. Na mtu yoyote anayefanya biashara ya kufanya wengine wawe na furaha, faida yake ni kwamba yeye atapata furaha mara 1000, mara milioni 1. Because what you give in life is what you get. Yale unayowapa watu wengine, Mwenyezi Mungu pia anakupa kila siku. Be unstoppable. Usikubali shida kidogo kwa sababu ya wewe ku give up katika mazuri unayoyafanya. Don't stop.
Wewe ulifikiria utasema umeamini alafu Mwenyezi Mungu akuache tu hivyo hivyo? Haiwezekani. Ukisema wataka kufanya kitu, basi Mwenyezi Mungu analeta mitihani kukuona kama wewe are you really serious, ama unasema tu kufurahisha moyo wako na kufurahisha mioyo ya watu wengine. Kila siku hakikisha umetumia talent zako kufanya maisha yako bora na maisha ya watu wengine, na kila kitu kitakuwa ni rahisi. La tahnatu min rahmatillah. No matter how hard, no matter how complicated, one day you're gonna make it. It doesn't matter how complicated life could be. Haimaanishi lolote, haimaanishi vyovyote, haijalishi jinsi yoyote kwamba maisha sahizi yamekuwa kama wimbi la simanzi ama wingu la simanzi. Kila wingu lina wakati wake na litapita, na kila wimbi lina wakati wake litapita, na kila season ina wakati wake utapita, na kila failure ina kipindi chake itapita. What is permanent is what they call success. Success ikisha kuja inakuwa permanent. Lilmuttaqina mafaza hadaika wa anaba. Hakika wale ambao wameweka istiqama na wamestakiri katika kufanya mema, basi hao tumewapatia glad tidings kwamba watafaulu maisha na maisha yafuatayo. Ndugu zangu, wanasema kwa sababu ya wakati ukiharibikiwa, na kwa hakika utaharibikiwa, kwa sababu hakuna ambaye anafanikiwa kila siku. Na ikiwa barabara ya kufanikiwa imejaa miba na mabonde, hiyo itakuvamia. Na madeni yako juu na mapato yako chini, wataka kupavusha mazuri lakini mawimbi yanakupiga. Hakuna namna ya kuepuka msaada wowote, hauwezi kuupata. Pumzika kama unataka kupumzika, lakini usivunjike moyo ukakaa chini ukasema sasa siwezi tena kumuomba Mola Rabuka. Ategemeaye Mola wake afua itakuja kwa makini na kwa yakini. Usikubali kuanguka. Maisha hayaeleweki, yako juu yako na chini, na milima na mabonde. Maisha dunia bovu. Mabonde yataka kuvukwa na milima yataka kupandwa ili upate kufaidika, uone ulimwengu katika hali iliyo sawa na iliyo nzuri. Na hilo ni funzo sisi sote yataka tulisome. Na mara nyingi nusra hupatikana kwa Mola ukiwa utashikamana na maelezo na madesturi na tabia na mila za Mola alizoleta. Hakika Mola yeye ndiye Rabuka, na hakika ndiye mwenye uwezo wa maovu kuweza kutuepuka. Usichoke, vumilia hata kama matokeo yanakuja polepole. Pengine kufaulu kwako kumebaki hatua moja. Hakika ukiitimia ama ukiitembea, mwisho utafika pale unapotaka. Mara nyingi udhaifu wetu ni kuvunjika moyo mapema wakati mafanikio yetu yako karibu kufika. Maisha tukaharibu, ukachoka kuvunja mawe kwa upesi, dhahabu ikawa huwezi kuipata. Heri kufichiwa kwenye tumbo, heri mara nyingi hufichika kwenye tumbo la shari, kwenye wingu linalopita na nyingi zilizo, hata kama kuna matata na ni shida kujua ni wakati gani Mola ameandika kwamba wewe utapata fanaka. Inaweza kuwa karibu, lakini wewe katika akili yako unafikiri iko mbali, and it is so far. Kwa hivyo endelea kupigana unachotaka wakati ule Mola anataka, hata kama hili ni gumu gani. Kuvunjika moyo daima hilo kataa. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.